Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Amani Radio 101.5 inayokutangazia moja kwa moja kutoka Unga Limited, Jimbo Kuu Katoliki Arusha, pamoja na mwanautume wa familia wa Msalaba Mtakatifu kupitia YouTube channel ya Utume wa Familia wa Msalaba Mtakatifu. Karibu kwenye sehemu ya 3 ya Amka Nasi, sehemu ya mada, ambapo leo tuko na wageni katika studio zetu za Amani Radio ambao wanatoka katika utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu. Wageni hao ni akina nani? Salia hapa 101.5 pamoja na YouTube channel ya Amani Radio Online TV pamoja na online utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu. Siku hii ya leo tutakuwa na mada juu ya vijana. Mada juu ya vijana. Tutapata kujua kijana ni nani na wajibu wake ni upi katika kanisa, katika jamii, na anahitajika kufanya nini ili aweze kuishi vyema ujana wake. Wageni, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibuni sana katika studio za Amani Radio. Asante sana. Msikilizaji angependa kuwafahamu kwa majina yenu, na baada ya kujitambulisha tutafungua kipindi chetu kwa sala. Karibu. Asante. Jina langu naitwa Grace Kitime. Nafanya kazi na Holy Cross Family Ministries Tanzania, yani utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania katika idara ya vijana. Asante sana dada Grace Kitima, karibu sana katika studio za Amani Radio. Asante. Asante sana sister. Jina langu ni Damas Clemens Masawe. Natokea parokia Moyo Mtakatifu wa Yesu Sombetini. Ni kijana muhitimu wa kidato cha 6. Asante sana Damas Clement Masawe, kijana muhitimu kidato cha 6. Umekuja kwenye kipindi maalum ambacho kinahusiana na vijana, na bila shaka tutafaidi kutoka kwako siku hii ya leo. Mgeni, karibu studio ili tuweze kujifunza mengi kutoka kwenu na kuwawezesha wanautume wa familia wa Msalaba Mtakatifu kuendelea kupata baraka zinazotokana na mafundisho ya kitengo cha vijana ndani ya ofisi ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu. Msikilizaji na mtazamaji, mimi ni Sister Ernestina Patkila Swai. Tusafiri pamoja kuanzia mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi na mtazamaji, ni kipindi cha utume wa familia ya Msalaba Mtakatifu ambapo leo tunaangazia juu ya vijana. Vijana ni akina nani na wana nafasi gani katika jamii na katika kanisa? Shiriki katika kipindi hiki kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0797 004018 na ujumbe huo utajibiwa hapa ndani ya studio za Amani Radio kuendana na swali lako. Tukiwa bado katika kampeni ya Amani Radio imekufikia panda matumaini, endelea kuwezesha utume wa Amani Radio kupitia lipa namba ya studio namba 35 21 19 26 3. Tuko na Holy Cross Family Ministry Tanzania, yani utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu, ambao ni wawezeshaji na wadau wakubwa wa kipindi hiki cha utume wa familia. Dada Grace, tunatembea na vijana leo. Ndiyo. Msikilizaji anapenda na mtazamaji kusikia kwanza kijana ni nani? Asante. Kijana zipo tafsiri tofauti kutokana na muktadha wa mahali. Kijana tunasema ni mtu yoyote mwenye umri kuanzia miaka 15, japo kwa sehemu nyingine tena wanasema kijana mtu yoyote kuanzia miaka 18 hadi 45. Huyo anatambulika kama kijana. Na tunapomsemea ni kijana kwamba ametoka kwenye umri ule wa utoto na ameenda kwenye level nyingine ya utu uzima, ambaye anatambulikana kama kijana. Tunamuita kijana kwa sababu ana nguvu, ana uwezo, anaweza kukimbia hapa na pale, ana uwezo wa kuchakata mambo, lakini pia ana uwezo wa kuwa mbunifu zaidi kuliko mtoto, au tunasema kuliko mtu yule ambaye ni mzee. Huyu ndiye kijana. Na kijana huyu ambaye tunamwainisha, umesema ina tofautiana kwa tafsiri au mahali kuanzia umri wa miaka 15 hadi 45. Kumbe mimi karibu namaliza ujana. Dio. Nilipokuwa kijana kama wewe tulikuwa tunasema kwamba ujana ni moshi, ukienda haurudi. Kwa hiyo kijana anayekusikiliza sasa hivi anayo nafasi ya kujifunza umuhimu wa ujana wake. Nimeona katika mitandao ya kijamii askofu mmoja amemwambia vijana, msikubali kutumia vibaya ujana.
na neno la Mungu linatuambia usiruhusu mtu adharau ujana wako. Mtukuze Muumba wako wakati wa ujana wako. Tunaangaza sasa kwamba huyu kijana ambaye ana miaka 15 mpaka 45 ni mtu mwenye nguvu, ni mtu mwenye afya, ni mtu mwenye maono, ni mtu ambaye ana dira inayomuongoza katika maisha yake. Tunapotembea katika utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu, tuko ndani ya kanisa Katoliki, tunajikita katika mafundisho ya kanisa. Nini nafasi ya kijana katika kanisa? Kijana ana nafasi kubwa sana katika kanisa. Kwanza niseme kijana ni kanisa la sasa. Si kanisa la kesho wala kanisa la baadaye, ila kijana ni kanisa la sasa. Na tunasema kanisa ambalo linakuwa halina vijana, maana yake hilo kanisa tunategemea baadaye litaanguka. Kwa sababu kijana anapokuepo, maana yake kutakuwepo pia na watoto watakao kuja baadaye kuwa ni vijana. Kijana anapokuepo, maana yake ana uwezo, ana nguvu ya kutangaza injili kwa kizazi cha wakati huo. Kijana anapokuepo katika kanisa, ana uwezo wa kutoa maoni, lakini ana uwezo wa kufanya ubunifu na kanisa likazidi kusonga mbele. Kwa kijana ana nafasi kubwa sana, kwa sababu bila kijana pia hilo kanisa haliwezi kukua. Manake wazee wale wataisha na kanisa halitaendelea tena. Ila anapokuepo kijana, tunasema ni kanisa la sasa, kwa sababu anaendelea kuwa na ubunifu, anaweza kuwa kiongozi, anaweza kufanya kwa kazi kwa kutumia nguvu zake. Hilo kanisa manake linakuwa lina faida kubwa sana. Kwa huyu kijana ana nafasi kubwa sana, kwa sababu ana uwezo wa kutoa maoni, ana uwezo wa kuongoza, lakini pia ana uwezo wa kufanya ubunifu na kanisa likazidi kuendelea. Hivyo kijana ana nafasi kubwa sana, kwa sababu ni kanisa la sasa na anaweza kuinjilisha kwenye kanisa lake la sasa kwa kizazi cha sasa. Ndio. Tupo na kijana Damas Clement Masawe ambaye yeye amehitimu kidato cha 6 mwaka huu na anafika katika kipindi chetu cha utume wa familia kwa mara ya kwanza. Msikilizaji na mtazamaji wa Amani Radio, Amani Online TV pamoja na YouTube channel ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu, anapenda kusikia kutoka kwako. Unajisikiaje kuwa kijana? Mapendo daima. Mapendo. Kwanza nimshukuru Mungu kwa nafasi aliyonipatia ya kuwa kama kijana. Kweli uko katika umri wa kijana unajisikia hamasa. Kwa mfano mimi hapa na hamasika sana katika umri wangu wa kijana. Hamasa ninayoipata sasa ni pale ninapokutana na wenzangu kushirikiana mambo mbalimbali. Kwa mfano tunapokutana katika kanisani kushiriki katika adhimisho la misa takatifu na mambo mbalimbali yanotujenga kiimani. Sio tu katika mambo ya kanisa, pia katika mambo ya kimwili tunapokutana kule mashuleni au vioni. Ule umoja wetu unatufanya tujijenge, tuweze kukua kiimani, na pia kila mmoja wetu aweze kutambua nafasi yake katika jamii na pia nafasi yake katika kanisa. Asante sana Clement Damas Masawe kwa kuhamasika kwamba unajisikia una nguvu ndani yako, unahamasika kufanya kazi, unahamasika kutembea na vijana wenzako katika utume hasa ndani ya kanisa. Na wewe kijana ambaye unatusikiliza au unatutazama kupitia Amani Online TV pamoja na Online TV ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu, tuambie wewe kama kijana pale ulipo unajisikiaje kupitia 0797004018. Lakini nafasi yako ni nini katika kanisa, katika jamii na katika taifa kwa ujumla? Dada Grace, nirejee kwako. Kanisa linawachukulia vipi vijana au linawapa nafasi gani katika utendaji wao? Tumesikia Clement akisema kwamba yeye anafurahi kuwa ndani ya kanisa na kukutana na vijana wenzake. Kanisa mara nyingi linahitaji vijana pia wenye imani. Vijana wanaopenda kusali, lakini wenye imani ya kuitetea, wenye imani na nguvu ya kuitetea imani yao. Hivyo kanisa mara nyingi linawapa nafasi vijana, japo wakati mwingine imeonekana kwamba vijana wako wanajitenga mbali na kanisa. Wakati mwingine wanakimbia baadhi ya majukumu yao. Lakini kanisa bado linawapenda vijana na linawapa wakati mwingine elimu ya namna ya kupambana katika maisha ya kila siku, lakini elimu ya namna kuishi imani yao na kuitunza imani yao. Hivyo kanisa linawapa nafasi vijana. Lakini tukiangalia kwenye ule mkutano wa Amasea, vijana walitoa baadhi ya maoni kwamba ndio kanisani wanapewa nafasi, lakini wameona kwamba kuna wakati mwingine ni kama hawapewi nafasi ya jumla, kwa sababu wameona kama vijana hawaaminiki. Hivyo baadhi ya vijana wakatoa maoni kwamba kama vijana tunahitaji kuaminika katika kanisa ili tuweze kuitenda vizuri kazi ya Mungu. Lakini vijana wakasema kwamba wanatamani kupewa nafasi ya uongozi katika kanisa ili waendelee kujifunza na kuwa vijana imara. Ndio
kwenye baadhi ya maeneo vijana wanapewa nafasi, lakini kuna baadhi ya maeneo kanisa halijaamini moja kwa moja vijana kama wanaweza kufanya hivyo vijana walitoa hayo maoni, na bahati nzuri maaskofu walitoa ujumbe wao kwamba wakati huu watapewa vijana nafasi ya kutosha katika kanisa. Wataanzisha dawati la vijana ili vijana watoe maoni, waweze kutoa ubunifu walionao, lakini pia waweze kujieleza kwamba wanahitaji nini katika kanisa, na pia waweze kutoa vipaji walivyo navyo na karama walizonazo waweze kuzitumia katika kanisa. Hivyo tunaona kwamba vijana pia wanasikilizwa, wanapata nafasi ya kusikilizwa na kanisa na kutoa yale walionayo. Hivyo vijana tumeona kwamba kanisa linawapa nafasi, sio kwamba limewatenga moja kwa moja, linawapa nafasi katika kanisa, na hivyo wanapotoa maoni na mawazo, kanisa bado linawasikiliza na kutoa nafasi na kuahidi kwamba litaendelea kutupatia nafasi kama vijana ili tuendelee kutangaza injili kwa vijana wa sasa na katika kizazi chetu. Tukisalia katika mkutano huo wa MESEA, dada Grace, kauli mbiu yake ilikuwa kwamba ni safari ya kisinodi ya MESEA pamoja na vijana kujenga madaraja ya umoja, tumaini, haki na utawala bora. Tunawaangalia vijana katika mtazamo upi? Kijana tunayeongea naye ni yule aliyeko ndani ya kanisa, aliyeko nje ya kanisa, anayejitambua, asiyejitambua, au tunamwangalia kijana kwa engo ipi? Kijana hapa tunayemwangalia ni wote kwa ujumla, kwa sababu wapo vijana ambao wapo ndani ya kanisa wanaojitambua, wanaotumia karama na vipaji walivyo navyo, ila wapo vijana pia walioko nje ambao wameamini kwamba kanisa haliwezi kuwapa nafasi. Kuna kijana na kipawa naona nikienda labda kanisani sitapewa nini hiyo nafasi, lakini kwenye ule mkutano maaskofu walisema kwamba watawapa vijana nafasi ya kutoa karama walizonazo, kuzitumia vizuri vipaji walivyo navyo. Lakini wakasema kwamba vijana watawapa nafasi ya elimu, watawapa elimu ya maisha, elimu ya ndoa, lakini pia elimu ya uongozi. Kwa maana hiyo huyu kijana tunayemzungumzia ni kijana yoyote, yule anayejitambua, yule ambaye hatambui, lakini yule aliyepo ndani ya kanisa na yule pia aliyoko nje ya kanisa, kwa sababu yule aliyoko nje ya kanisa yawezekana kilichomfanya awe nje ya kanisa hakupewa nafasi ya kuonyesha kipaji chake na karama alionayo. Kwa katika ule mkutano maaskofu alisema kwamba vijana watapewa hiyo nafasi, na hilo dawati ambalo litaanzishwa litawapa vijana nafasi ya kutoa maoni, lakini pia kutoa dukuduku walizonazo, na kama wana karama pia kuzitoa na vile vipaji walivyo navyo. Kwa maana hiyo huyu kijana tunayemwangazia ni kijana yoyote yule aliyeko kule, ila as long as ni kijana ambaye tunamtegemea katika kanisa, tunamzungumzia huyo, yule aliyeko ndani na yule pia aliyeko nje, kwa sababu kanisa limetoa nafasi ya kuwapokea vijana wote. Na katika mkutano huu wa MESEA wa mwaka huu 2026, mababa wamehamasisha kwamba vijana wasiwe watazamaji, wawe ni washiriki hai wa kanisa, ili mawazo yao yaweze kupokelewa na kutumika kwa manufaa ya wengi. Kwa sababu kama mimi nina wazo langu, ninajitambua au sijapata mwanga wa kujitambua, nikikaa na lile wazo haliwezi kuzaa matunda. Ndiyo. Kumbe vijana wanaalikwa wasiwe watazamaji, wawe washiriki. Ndiyo. Kama alivyosema kaka Damas Clement Masawe kwamba yeye anajisikia fahari na anajisikia mwenye nguvu akiwa ndani ya kanisa, akikutana na vijana wenzake, wakishirikishana mang'amuzi, wakishirikishana changamoto, furaha na huzuni. Unajisikia kwamba kumbe siko peke yangu. Ndiyo. Wako wenzangu wanaopitia changamoto kama ya kwangu, na kutoka kwa huyu nitajifunza na nitachota neema. Lakini pia kanisa kupitia mkutano huu wa MESEA 2026 lilitilia mkazo kwamba tutembee pamoja, tusikilizane, tushirikiane. Na hii mimi naona inaanza na kujitambua, kwamba kijana akishajitambua anaelewa wajibu wake ni nini, kuanzia kwenye ngazi ya familia, jumuiya mpaka kanisa. Ikiwa kijana hajajitambua yeye ni nani, hawezi kutimiza wajibu wake. Wapo vijana wengi ambao ni tegemezi katika jamii, au wanatazama mali ya baba na mama kwamba nikikaa nifanye kazi nisifanye kazi, mwisho wa siku nitakula, nitalala na maisha yanaenda. Kumbe wanapaswa wajitambue, watoke, wajiunge na wengine, wawe tayari kusikilizwa na kusikiliza na kutembea pamoja, kushirikiana kulijenga kanisa. Na tunaanza na kanisa la nyumbani. Tukianza na kanisa kubwa, kanisa la nyumbani likikosa nguvu, bado hapo kunakuwa na shida. Vijana pia wanawalialikwa katika mkutano huu washiriki katika uongozi na kufanya maamuzi, kwa sababu yapo ambayo sisi wazee hatuyafahamu, lakini nyewe vijana mnayafahamu na mnaweza kuyachakata
na mkapata majibu. Sio kanisa la kesho kama ulivyosema mwenyewe kwamba ni kanisa la leo. Ujana wangu ni wa leo, sio wa kesho. Ujana nilio nao ni wa leo na ninapaswa niutumie vizuri. Nisipoutumia leo, kesho haitanisubiri. Umri unaenda, siku zinasogea, na kijana huyu anaalikwa na AMESEA kuwa mjenzi wa matumaini. Tumesema kauli mbiu ilikuwa ni safari ya kisinodi ya AMESEA pamoja na vijana kujenga madaraja ya umoja, tumaini, haki na utawala bora. Kanisa mahalia, tunazungumzia kanisa letu pale tunapofanya utume kama Amani Radio au kama utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu. Tunawajenga vipi vijana? Kwenye eneo kama sisi utume wa familia, tunawajenga vijana kwa namna mbalimbali. Tuna program mbalimbali ambazo zitawafanya vijana wajengeke kiimani. Tuna program kama seminars, ambazo hizo semina pia tunaelezea mambo ya kiimani, lakini tunaelezea pia mambo ya kijamii, kwamba kama kijana katika imani awe namna gani, awe na nguvu namna gani kuitetea imani yake, lakini kwamba asijisahau katika maisha ya kila siku, kwamba pia anatakiwa kupambana, kufanya kazi, kujishughulisha ili maisha yake pia yaweze kuwa bora. Lakini huko kwa vijana tuna programs zinaitwa the Gen Z Pathway Program, ambazo ni programs zinazohusu vijana kabisa, maisha yao kila siku, tukitumia lugha za vijana wa sasa, kwa sababu tunajua kabisa vijana pia wana lugha zao katika kuwasiliana. Kwa wakati mwingine katika program hizo tunatumia lugha za kisasa ili kijana asione kwamba amewekwa mbali, lakini vijana tunawapa nafasi pia kuonyesha karama walizonazo, vipaji. Kwa tunakuwa kwenye hizo program pia tunakuwa na eneo la talent show. Kijana anaonyesha karama alionayo, kama ni mwimbaji anaonyesha karama alionayo, lakini pia wakati mwingine tunasema theme ambayo kijana anaitumia hiyo kuonyesha karama aliopewa na Mungu. Na kutokana na hiyo theme tuna program inaitwa Try Pray It Works Contest, yani shindano la jaribu sala inatenda. Kwa kijana anapata nafasi na fursa ya kuonyesha karama alizopewa na Mungu huku akitafakari neno la Mungu, kwamba kama ni mwandishi anatumia neno la Mungu kulitafakari, anaandika kama ni ushairi, kama ni utenzi au kama ni nyimbo. Lakini kama ni mchoraji anachora huku akitafakari neno la Mungu. Kwa kijana huyu anakuwa anaona kwamba anapewa nafasi ya kushiriki huku akitumia karama yake. Kama anaweza kurapu, anaweza akarapu na akaonyesha karama aliyopewa na Mungu kwamba anaweza kurapu, lakini anatumia nini? Anatumia hilo neno la Mungu kutokana na theme ambayo tunakuwa tumetoa kwa kipindi hicho. Kwa kijana tunampa nafasi pia ya kuwa na confidence ya kusimama yeye mwenyewe na kujitetea yeye kama kijana. Kwa kutokana na hizo program mbalimbali tunazozifanya kwenye utume wa familia, tunamwalika kijana aendelee kujitambua, aendelee kutambua thamani alionayo katika kanisa, katika jamii, katika familia, lakini pia atumie uwezo na nguvu alizopewa na Mungu kuendeleza utume kwenye familia, kuendeleza utume kwenye jamii, lakini kwenye makundi walionayo na hata kwa marafiki walionayo. Sister. Asante sana Grace kwa maelezo hayo mazuri, na nimependa kwamba mna program za vijana, mnaongea lugha ya vijana. Kuna lugha ambayo sisi tukiongea vijana hawawezi kutuelewa, wanaona kwamba tunazingua. Kwa hiyo kama kuna lugha ambayo inatumika kuwafaa Gen Z, utaratibu wa kupata mafunzo hayo au malezi ya vijana kupitia utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu ukoje? Utaratibu ni rahisi sana. Kwa mfano vijana walioko parokiani wanaweza wakatutafuta na wakasema tunahitaji huduma yenu, na tukaenda parokiani tukatoa hiyo program ambayo watakuwa wamehitaji, kama ni seminar au kama ni kongamano, warsha, labda ni mdahalo, labda ni mashindano. Kwa wanatutafuta na kutualika na tunaenda kwa maparokiani. Lakini kama ni labda kuna makongamano ya kijimbo, ya kitaifa, pia wanatualika kwamba tunahitaji muwepo. Sisi tunapatikana wakati wowote, ila tu taarifa itolewe kwa wakati. Kwamba wakati mwingine tunakuwa na ratiba nyingi, hivyo taarifa ikitolewa kwa wakati tunaenda. Kwa sababu tunachotamani nini? Kanisa la sasa Tanzania nzima liamke, vijana waamke, waweze kuitetea imani, lakini pia katika jamii waweze kuwa ni vijana bora, wanaweza kutengeneza maisha yaliyo bora. Mtu akimwona aseme, nimemwona kijana Mkatoliki, lakini akimwangalia na maisha yake anasema kweli nimemwona ana imani, lakini pia maisha yake yanasadifu kile anachokiamini. Hivyo hizo program tunakuwa nazo na tunapatikana, wakitutafuta tu kwamba wakitualika sisi tunakuepo. Wanatupatia taarifa, tunaenda huko. Na wakati mwingine pia tukisikia habari ya makongamano,
wakati mwingine tunawatafuta wao kwamba tunahitaji tuwape ujumbe huu, tueneze sala ya familia, kwa sababu kauli yetu mbiu ya utume wa familia ni kueneza sala ya familia, yani kwamba familia wakae pamoja na kusali pamoja. Kijana atambue kwamba anapaswa kusali kwenye kila anachokifanya, mtoto atambue kwamba anapaswa kusali, lakini familia kwa ujumla utambue kwamba wanapaswa kusali, kwa sababu tunasimama na msimamo wa Father Patrick Peyton aliyehimiza maisha ya sala ya familia, na yakiwa kijana alisali, hata uponyaji aliupokea baada ya kuwa alikuwa ni mtu wa sala, lakini ilianzia wapi? Kwenye familia. Kwa maana yake tunahimiza sala ya familia, kwamba kijana pia asione kwamba yeye ana uwezo sana hataki kusali. Hapana, na yeye anatakiwa kufanya nini? Kusali. Hivyo wakitualika tunaenda, na sisi tukisikia pia hizo program tunaweza tukawatafuta na tukaenda tukafanya utume kwao. Nashukuru sana Grace Kitima kwa maelezo hayo mazuri. Damasi, nije kwako. Wewe ni kijana kutoka Sombetini ambapo ofisi za utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu zipo na mnaweza kuwa ni wanufaika wakubwa wa utume huu ndani ya kanisa. Una chochote cha kumwambia msikilizaji juu ya ushiriki wako hai katika programu ambazo amezitaja Grace Kitima? Kuna mafunzo yote ambayo umeshanufaika nayo ambayo yamekusaidia wewe kama kijana? Ndiyo. Kiukweli kama mimi kijana ambaye natokea pale Sombetini, kupitia utume wa Msalaba Mtakatifu nimenufaika kwa mambo mbalimbali. Kwanza nikianza katika engo ya mambo ya kiimani, utume huu umenisaidia kumfahamu Mungu kiundani, kujua maisha ya watakatifu, mfano maisha mtakatifu Francisco wa Asizi, mtakatifu Clara, pia kujua kiundani utume wa familia. Pili, katika maisha ya kimwili, utume huu pia umeweza kutembelea katika familia mbalimbali ambapo walikuja nyumbani tukajifunza kusali. Kama kauli mbiu inavyosema, familia inayoishi pamoja ndio familia inayofanya nini? Inayosali pamoja. Kwa kupitia utume huu tumeweza kukutanika kama familia, kukaa pamoja kwa kusali, pia kujifunza mambo mbalimbali. Wanatoa elimu ya mambo ya kimwili, kujua vipaji vyako, unavyoingia katika level fulani za maisha utapitia changamoto fulani na namna kuzitatua hizo changamoto. Asante sister. Nashukuru sana Damian Clemens Masawe kwa ufafanuzi huo. Msikilizaji na mtazamaji wa Amani Online TV pamoja na Online TV ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni kijana na umuhimu wake katika maisha ya kanisa, ambacho kinakujia moja kwa moja kupitia PM 101.5 Amani Radio, imani na upendo vitawale maisha yako. Nipo na Grace Kitima wa utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu kitengo cha vijana, pamoja na Damas Clement Masawe ambaye ni mhitimu wa kidato cha 6 kutoka parokia ya Sombetini, Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Unaweza kushiriki katika kipindi hiki kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0797004018 na ujumbe huo utasomwa hapa studio. Wewe kijana wa leo, wewe kijana ambaye unamtafuta Mungu na unatafuta namna ya kuenenda vyema katika maisha yako, tumesema ujana ni leo, ni wewe, ni nguvu kazi ya kanisa la leo, na fanya leo, usisubiri kesho. Grace, vijana wa sasa wanatamani kupata nini kutoka kwa kanisa? Vijana wa sasa wanachokitamani kikubwa kwanza kusikilizwa, kwa sababu wana maoni, wana mawazo na wanatamani kanisa liwasikilize kutokana na maoni walionayo. Kwa hivyo jambo la kwanza, vijana wanatamani kanisa wapate nafasi ya kusikilizwa ili waweze kutoa yale walionayo. Lakini jambo la pili, vijana wa sasa kwenye kanisa wanachokihitaji ni kuaminiwa kwamba wana uwezo wa kufanya jambo na kanisa liwaamini kwamba wanaweza kufanya vizuri. Kwa vijana wanatamani waaminiwe na kanisa kwamba wakipewa nafasi fulani kanisa liwaamini kwamba wanaweza kaifanya vizuri. Lakini jambo jingine la tatu, vijana wanatamani kanisa litambue karama na vipaji walivyonavyo. Hivyo kanisa liwape nafasi ya kutoa vipaji walivyonavyo, kutoa karama walizonazo. Lakini pia vijana wanatamani pia waendelee kusikilizwa, na wanavyoendelea kusikilizwa wanaweza kutoa maoni na kwamba wana ubunifu. Lakini jambo jingine wanalolihitaji vijana kwa kanisa ni kupewa nafasi ya uongozi katika kanisa, kwamba vijana wanaweza kuongoza vizuri, na wanapoanza wakiwa vijana, wanavyoendelea kukua pia wanapata uzoefu na namna na kuwa viongozi bora. Lakini kitu kingine wanachohitaji vijana kwenye kanisa ni elimu ya ndoa, elimu ya kiroho na elimu pia ya kijamii kwa ujumla.
kutokana na mitandao ya kijamii vijana wanatamani kanisa liseme neno, kwamba kupitia pia mitandao ya kijamii wanaweza kutangaza injili, na hivyo wanahitaji elimu ya kuendelea kupata kila siku kwa siku, ili kuendelea kuyatengeneza maisha yao, ili wanavyotumia pia mitandao ya kijamii waitumie kwa manufaa na sio waitumie kwa ajili ya kuharibu katika maisha yao. Hivyo hayo yote ni maombi ya vijana: kuaminiwa, kusikilizwa, kupata nafasi ya uongozi, lakini pia kupewa elimu katika kanisa, elimu ya ndoa, elimu ya kijamii, lakini pia elimu juu ya matumizi yaliyo bora na matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Ipo nguvu kubwa katika mitandao ya kijamii kwa sababu huko ndiko vijana walipo, na tukitaka kuwapata hatutakwepa ukweli huo kwamba nikimwambia kijana wa sasa akae akisikiliza FM radio, akisikiliza kipindi kirefu, hawana muda. Lakini nikiwa na program fupi za dakika 2 mpaka 5 nikazituma kwenye mitandao ya kijamii, ni rahisi kuwapata vijana kwa sababu muda wote tuko na simu zetu, tuko na internet pale tunapofanyia kazi, na ni rahisi kuperuzi na kujua kwamba nini ambacho kinaendelea duniani, nini ambacho kinaendelea Arusha leo. Ukiandika story ndefu pia vijana hawasomi. Wanapenda story fupi ambazo wanasoma mara moja na kupata ujumbe wa kile ambacho unataka kuwasiliana na yeye. Hivyo ni nafasi ambayo tunapaswa ifanyie kazi na tuitendee haki ili kuwajenga vijana. Isiwe tu ni TikTok ambazo ni za kuchekesha, kuburudisha, lakini pia tunaweza kufanya TikTok za kuelimisha na kuwainua watu kiroho. Tumeona mahali pengi ambapo vijana wanatumia karama hiyo kuelimisha kwa njia hiyo. Mahali fulani umetaja kwamba kijana anaweza kuwa na kipaji cha kuimba, hata kama ni rap, hata kama ni reggae, lakini akatumia maandiko matakatifu. Kwa njia hiyo anawapata vijana wale ambao wanaweza kuongea lugha yake, au tuseme vijana wa kijiweni, vijana wa mtaani, vijana ambao wako barabarani wanatafuta maisha, wakisikia ile beat na namna yake ya kufundisha, wanapause na kusikiliza kwamba huyu anataka kutuambia nini. Kumbe anatuambia Mungu ni upendo, na kwa namna hiyo basi unamuinua mtu kiroho kwa gharama yoyote ile. Msikilizaji na mtazamaji, shiriki pamoja nasi kupitia 0797 004018. Kipindi hewani ni utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu, mada nafasi ya kijana katika kanisa, katika jamii na taifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea kusonga mbele. Nipo na Grace Kitima pamoja na Damas Clement Masawe. Mimi ni Sister Ernestina Patrick. Kwaya ya Mtakatifu Don Bosco ya vijana kutoka Jimbo Katoliki Bukoba wametupa mapumziko mafupi kwa wimbo huo wa kilugha. Wale ambao tunaongea lugha hiyo basi tumepata burudani murua. Vijana wanamsifu Mungu, wanamtukuza Mungu na kumshukuru kwa zawadi ya ujana. Tuko ndani ya kipindi cha utume wa familia, mada ni nafasi ya kijana katika kanisa. Nipo na Grace Kitima pamoja na Damas Clement Masawe, ambapo tumeangazia kijana ni nani. Tukaona kuwa kijana ni yule ambaye ana umri wa miaka 14 mpaka 45, lakini pia kijana ni mshiriki hai, anahitaji kusikilizwa, anahitaji nafasi ya kuwa kiongozi, anahitaji kuelimishwa na kupewa nafasi mbalimbali na fursa katika jamii. Na tumerejea katika mkutano mkuu wa Mesea 2026 ambapo mada na dhima kuu ya mkutano huu ilikuwa ni kijana, safari ya kisinodi ya Mesea pamoja na vijana, kujenga madaraja ya umoja, tumaini, haki na utawala bora. Niko na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu ambao wanawezesha somo hili kila Jumatano, na tunaangazia mada mbalimbali zinazohusiana na familia. Msikilizaji na mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, shiriki pamoja nasi kwenye kipindi hiki kwa kutuma mchango wako, maoni yako na mapendekezo kupitia 0797 004018, na mchango huo tutausoma hewani na tutaufanyia kazi. Tunazidi kusonga mbele, dada Grace pamoja na Damas. Kijana anayetusikiliza asubuhi ya leo, mnamwalika kufanya nini ili aweze kufurahia ujana wake? Kijana anayetusikiliza sasa, kwanza nimwambie ujana ni thamani kubwa, na ni zawadi tunaopewa na Mungu, na maisha ya ujana ni maisha mazuri. Ni maisha mazuri kama utaamua wewe kuishi hayo maisha vizuri.
Kwa sababu wakati mwingine tunaona ni kama mateso, kwa sababu hatujaamua sisi wenyewe kutulia na kuisha hayo maisha vizuri. Kwa hiyo namwambia kijana kwamba ujana ni zawadi, ujana pia ni nafasi ya pekee kufanya mambo mbalimbali. Kwa hiyo ninachomwambia kijana autumie ujana wake vizuri, kutumia zile karama alizopewa na Mungu, kutumia zile fursa ambazo anakutana nazo, fursa za kushiriki mambo mbalimbali katika kanisa, kwa sababu wakati mwingine utafika ukiwa umekuwa mzee, utatamani urudi kwenye ule ujana, utumie zile fursa. Nenda kwenye mambo ya mbalimbali yanayohusu vijana. Kuna mikutano mbalimbali ya vijana kila Jumapili kwenye parokia tofauti tofauti, na huko vijana wanapata nafasi ya kuzungumza, nafasi pia kueleza changamoto wanazokutana nazo, na wakati mwingine tunapata utatuzi huko tunapokutana kama vijana, kwa sababu changamoto leo ipitia wewe, yawezekana mwingine aliipitia. Unapoishirikisha kwa watu wengine, unaweza kupata nafasi ya kupata utatuzi. Kwa hiyo nimwambie tu ujana tuseme ni eneo ambalo ni nzuri kama tukilitumia sisi wenyewe vijana, tukilitumia vizuri, lakini tukiwa tayari pia kukabiliana nao. Pia vijana ni sehemu ambayo tuna nguvu. Tunaweza tukafanya mabadiliko kwenye maisha yetu, na pia tunaweza tukafanya mabadiliko kwenye kanisa na kwenye jamii kwa ujumla. Kwa tutumie ujana tulionao vizuri kufanya mabadiliko kwetu sisi, kufanya mabadiliko kwenye familia zetu, kufanya mabadiliko pia kwenye kanisa, kwa sababu ni nafasi ya pekee. Tutakapopita kwenye hiyo nafasi hatutarudi tena huko. Tutatamani kufanya vile ambavyo tungefanya wakati wa ujana, lakini haitawezekana. Kwa tutumie hizo nafasi wakati huu. Karama tulizo nao, kama una karama ya kurap, una karama ya kucheza, una karama ya kuchekesha, una karama yoyote ile, itumie wakati huu, waonyeshe watu kwamba una hicho kipaji alichokupa na Mungu. Na dada Grace, katika mtaguso wa pili wa Vatikani uliofanyika mwaka 1962 hadi 1965 ulihamasisha na kuhimiza umuhimu wa kanisa kuthamini nafasi ya kijana katika kanisa, na katika mtaguso ulisisitiza kwamba vijana wanapaswa kufundishwa, kuandaliwa na kushiriki katika utume wa kanisa, si watazamaji tu kama nilivyosema hapo awali. Na kupitia mkutano wa Mesea amesema kwamba washiriki na washirikishwe ili nafasi yao iweze kulijenga kanisa. Na kijana ana nguvu, ana uwezo wa kuwa shahidi wa Kristo, hivyo anapaswa kuonyesha imani yake kwa matendo, si kwa maneno tu, na kushiriki katika huduma za kanisa, kwa mfano kwa njia ya liturujia, katekesi, uinjilishaji, vikundi vya vijana, huduma kwa wahitaji na mengine mengi. Unapofanya utume katika kitengo cha utume wa familia, vijana hawa wanapaswa washirikishwe mambo mbalimbali ambayo yanawajenga kiimani, pamoja na kuongea lugha yao, lakini tunaingiza humo mafundisho ya kanisa, na kupitia vijana kulijenga kanisa, kwa sababu wana nguvu, wana vipaji na wana mambo mazuri ambayo tukiwaweka pamoja vijana wanaweza kuongea lugha ambayo wanaelewana. Na ambacho kinapaswa kufanyika hapa ni kuwasaidia kile ambacho hawaelewi au wanatafuta ufafanuzi kifafanuliwe kwa usahihi. Tupo na kijana huyu ambaye amemaliza kidato cha 6, Damas Clement Masawe, na bila shaka unajiandaa kwenda chuo kikuu. Wewe kama kijana umejipanga vipi kupambana na changamoto za ujana chuo kikuu? Asante sana sister. Nimejipanga vizuri. Cha kwanza, kutokana na mafundisho tunayopata kupitia vipindi mbalimbali, tunafundishwa kuwa imara hasa katika imani. Tunapata mafundisho mbalimbali na watu ambao wameshatangulia kupitia vyuo vikuu wakituasa mambo mbalimbali. Basi hatuna budi na sisi vijana ambao tumehitimu kidato cha 6 basi kuwasikiliza na kujaribu kufuata yale anayotuelekeza. Cha kwanza ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hakuna sehemu yoyote au level yoyote ya maisha utapita bila kumtegemea Mwenyezi Mungu. Unamtegemeaje Mwenyezi Mungu? Kwanza kwa sala. Cha pili, kushiriki vizuri kikamilifu katika masuala ya kanisa. Kijana wa leo anatakiwa apaswe kuwa msindikizaji pia na mshiriki hai katika masuala ya kanisani, kushiriki maazimisho ya ibada ya misa takatifu, na pia katika vipindi mbalimbali ambavyo vitamjenga yeye na kukua kiimani. Sio kumaliza kidato cha 6 ndio umemaliza yote, bali pia ni mwanzo na pia ni safari nyingine ya maisha. So kule chuoni kuna fursa mbalimbali. Kwa mfano ukiwa sekondari kuna chama cha vijana cha Tanzania Young Catholic Student, na pia unavyoenda kule chuo kikuu pia unakutana na chama kingine cha vijana ambao ni Tanzania Movement of Catholic Student. Hapo ni chama ambacho kinamsaidia kijana kukua katika imani, na pia sio tu kukua katika imani, pia kukua katika kimwili, na pia aweze kufikia katika malengo yake.
Tumsifu Yesu Kristo. Sister Milele amina. Asante sana kijana unayetusikiliza kwa sasa. Huyo ni kijana mwenzako ambaye anajiandaa kwenda chuo kikuu baada ya kuhitimu masomo yake ya kidato cha 6, na amehimiza kwamba la kwanza ni kumtegemea Mungu. Hakuna mahali popote tunaweza kuvuka bila Mungu. Na unapoenda chuo kikuu pia utakutana na jumuiya ndogo za Kikristo, utakutana na utume wa kwaya, utakutana na utume wa taaluma kama vikundi vya kitaaluma, tuseme labda kikundi cha wanasheria, kikundi cha wafanyabiashara, kikundi cha walimu, ambacho mnaongezeana ujuzi na ufahamu nje ya elimu ya darasani. Ni vizuri ukajikita katika hayo na ukaweza kuchota ujuzi na ufahamu zaidi kwa vitendo kwa wale ambao wametutangulia katika taaluma. Kwa njia ya maisha ya chuo kikuu pia kijana anaweza kuwa mwinjilishaji. Maisha yangu, maisha yako ni ushuhuda. Namna ambavyo utaishi kama kijana, umemaliza vipindi, unapata muda wa sala. Sala ndo kila kitu. Unamwambia kijana mwenzako, jamani tusali kwa ajili ya malengo yetu, tusali kwa ajili ya nia zetu, tusali kwa ajili ya familia zetu. Tumetoka kwenye familia, tunarudi kwenye familia, jamii inatutegemea. Tunaposali tunaendelea kuchota nguvu na kushiriki katika maisha ya kijamii. Mtaguso wa Pili wa Vatikani ulihimiza pia vijana wasikae tu peke yao, wasijifungie, washiriki katika maisha ya utume wa walei katika ulimwengu na kuchangia katika nyanja za haki, amani, maendeleo na maadili mema. Jamii ya sasa inahitaji sana maadili mema, na maadili hayo yanatoka kwangu na kwako. Hakuna mtu ambaye atatuletea atuwekee mezani. Namna ambavyo ninaishi, namna ambavyo unaishi, namna ambavyo kijana mwingine anaishi, kwa pamoja tunaiinua na kuijenga kanisa na jamii inayotuzunguka. Mtaguso pia ulihimiza kukuza wito wa vijana. Vijana wa umri wa miaka 14 mpaka 45 wapo ambao wameshaamua maisha yao, lakini wapo ambao wanajitafuta, wanajitafakari. Mimi naitwa kufanya nini? Mimi naitwa kuishi maisha gani? Wito wa kazi na wito wa maisha. Pengine naitwa kuwa padri, kuwa sister, kuwa mwalimu, kuwa daktari. Ni lazima katika umri huu kuombea nia zako na kungamua wito wako. Pale unapohitaji usaidizi, unaomba pia ushauri. Najisikia hivi, nifanye nini? Ukiongozwa vyema, unaweza kufanya maamuzi sahihi ambayo itakusaidia katika maisha yako ya sasa na maisha ya baadaye. Dada Grace, nirejee kwako. Kijana anayekusikiliza leo, yupo aliyeuliza katika ujumbe mfupi wa maandishi, mimi ni kijana ambaye nimekosa mwelekeo wa maisha na natamani kukutana na utume wa familia, na wapata wapi? Kukutana na sisi ni rahisi sana. Unaweza kukutana na sisi kupitia ofisi yetu pale Sombetini. Ukija tu pale kanisani, Parokia Moyo Mtakatifu wa Yesu Sombetini, ukifika tu pale getini, ukiambia naulizia ofisi za utume wa familia, utaelekezwa. Lakini pia naweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii. Naweza kaandika ujumbe mfupi kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina la Holy Cross Family Ministries Tanzania. Lakini pia tuna nambari ya simu ya ofisi ambayo huko anaweza pia kaandika ujumbe akatutafuta kwa WhatsApp na tukaweza kuongea naye na kuwasiliana naye na tukamsaidia. Nambari hiyo ni 06 23 300 303 06 23 300 Kwa akiandika ujumbe wake mfupi kwamba mimi nahitaji msaada wa 1 2 3 4 5, tunaweza tukamsaidia, au akifika ofisini kwetu pia tunaweza tukamsaidia. Na ili kutupata ofisini kwetu aje kuanzia siku ya Jumanne mpaka Jumamosi, tunakuwepo kuanzia ile saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 11. Tutamsaidia na ataweza tu kunyanyuka kwenye maisha yake ya kila siku. Asante sana Grace kwa ufafanuzi huo. Msikilizaji, ifika tu pale Sombetini na utaweza kusaidika, na kama umeshika namba hiyo ya 0623300303 utaweza kusikilizwa na kusaidiwa kwa uzuri kabisa. Vijana wanapitia changamoto nyingi, lakini tunasema changamoto hizo ni mkato, sio nukta. Kwamba nimepitia katika magumu, nimepitia katika changamoto ngumu za maisha, lakini sipaswi kukata tamaa wala siwezi kuishia hapo. Safari lazima iendelee. Kama safari bado iendelee hivyo, ninatembea na nani? Napaswa nitembee pamoja na Mungu ambaye ni kiongozi,
anayeniongoza na kunifunulia mengi zaidi. Hata katika changamoto tunazopitia bado Mungu anaweza kujidhihirisha. Na msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni Amani Radio 101.5 inayokutangazia moja kwa moja kutoka Ungalimited, Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Tuko na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu online pamoja na Amani Radio Online TV, ambapo tunaangazia juu ya kijana. Kijana ni nani? Nafasi yake ni ipi katika kanisa na katika jamii? Nipo na Grace pamoja na Damas ambao wanadadafua mada hii. Dakika ya 45 tangu ilipo timu saa 3 kamili, tutatamatisha saa 4 kamili. Shiriki pamoja nasi kupitia 0797 004018 na kwa kutuma ujumbe wako hapo tutaweza kuusoma na kutoa majibu ya kile ambacho umeuliza. Pia mchango wako ni wa maana sana. Maoni yako na mapendekezo juu ya kipindi hiki pia ni ya faida kwetu ili kuboresha na kufanya vizuri zaidi. Grace, kanisa lina mpango gani na vijana wa sasa? Kanisa lina mpango madhubuti kuwasaidia vijana, kwa sababu kijana wa sasa tunasema kama tulivyosema ni kanisa la sasa. Kanisa, jambo la kwanza, lina mpango wa kusaidia vijana kwa kuandaa dawati la vijana, ambalo kupitia hilo dawati vijana wanaweza kutoa maoni, wanaweza kutoa mawazo, lakini wana uwezo wa kufanya yale yanayohusu vijana na vijana wakajikuta kwamba wanathaminiwa katika kanisa. Lakini jambo la pili, kanisa lina mpango wa kuwapa elimu vijana, elimu ya uongozi bora, elimu ya imani, elimu ya maadili, lakini elimu ya kiroho kwa ujumla, ili huyo kijana hata anapokutana na changamoto aweze kukabiliana nazo, kwa sababu amepata elimu, amejifunza na ameelekezwa namna ya kukabiliana nazo. Kama tunavyojua ulimwengu wa sasa umechanganyikana. Kijana anaweza kuwa na maadili mazuri, lakini anapokutana na mazingira fulani anaweza kubadilika. Lakini kanisa limejiandaa kumfanya huyo kijana awe imara, kwamba hata kikutana na mazingira yaliyo magumu bado maadili yabaki pale pale, lakini imani bado iendelee kuwa imara zaidi. Tena yeye awe ndo chachu kwa hawa wanaokutana nao, kwamba badala ya kumwangusha kiimani, lakini yeye awajenge kiimani zaidi. Kanisa lina mpango huu. Lakini pia kanisa lina mpango wa kuwasikiliza vijana, ili vijana waweze kutoa yale walionayo, kwa sababu vijana wana mengi, wanatamani kuyatoa. Kwa kanisa lina mpango huu kuwasaidia vijana, lakini pia linataka kuwasaidia pia vijana kuamini na kuwapa nafasi ya uongozi katika kanisa, ili kuona nafasi walionao vijana katika kanisa na uwajibikaji walionao, kwa sababu tunajua kabisa kijana kitengenezwa vizuri anaweza akawajibika vizuri, anaweza akawa mbunifu mzuri sana, na kanisa likazidi kupata vitu tofauti, ladha tofauti, kwa sababu kijana yupo. Hivyo kanisa limekuwa na mpango huo, na askofu yule katika ule mkutano wa Mesea, yule askofu ambaye ni mkuu, rais wa maaskofu wote, katika ule mkutano wa Mesea alisema kwamba wataweka hayo yote ili kijana awe huru kutoa yale alionayo, ili kijana awe huru kuwajibika, kijana awe huru kwenye kuongoza, lakini pia kijana awe huru kufanya yale ambayo yatamsaidia katika imani, lakini katika jamii, na ili kanisa liweze kusonga mbele na lisibaki hapo lilipo. Na Grace, na kushukuru sana kwa ufafanuzi huo kwamba kanisa lina mpango wa kuwainua vijana, kuwajenga vijana, kuandaa vijana kwa ajili ya kutumikia na kuwajibika. Na huu ni wito wa kila mmoja wetu kwamba kanisa linanihitaji mimi, linakuhitaji wewe, linamhitaji pia na mwingine. Hivyo tukiweka pamoja nguvu zetu hizi tunaweza kulijenga kanisa. Tulipotabaruku kanisa kuu ile tarehe 17, tuliambiwa kanisa sio jengo. Kanisa ni miili na roho za waamini, kwamba tunalo jengo lakini tunaalikwa kuishi maisha ya utakatifu, tunaalikwa kuishi maisha yaliyokamilika, maisha yanayovuta wengine kwa Kristo. Hivyo ni jukumu la kila mmoja wetu kutembea na kauli mbiu ya Askofu wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, Mhashamu Askofu Isaac Amani, kwamba ni kujitambua, kuwajibika na kushirikiana katika Kristo kwa matendo. Ikiwa mimi kijana, wewe kijana unayenisikiliza au kututazama kupitia utume wa familia online pamoja na Amani Radio Online TV, unajitambua, unawajibika na unashirikiana na wengine kwa matendo, kwa vyovyote utazaa matunda. Lakini ikiwa hujitambui, kuwajibika itakuwa ni ngumu kabisa. Utakaa ukisubiri kwamba baba atafanya, mama atafanya, dada atafanya na mambo yataenda. Napenda sana waraka wa Papa Francis wa Christus Vivit ambao alisitiza juu ya
Kristo yu hai na anawataka vijana wawe hai. Hatujawaacha nyuma. Pamoja na kwamba katika mkutano ule wa Mesea vijana walisema hatusikilizwi, tumeachwa nyuma, tumesaulika, lakini uhalisia sivyo. Yapo baadhi ya makanisa ambayo yanatembea karibu na pamoja na vijana. Machache ambayo yamesahau ilikuwa ni mwaliko wa kuamsha. Ikiwa Kristo yu hai, anawataka vijana wawe hai na watembee wakiwa hai ndani ya kanisa. Kijana ambaye ndio kwanza anatusikiliza kwa mara ya kwanza leo na pengine hajatambua namna gani ya kushiriki katika utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu, hasa katika kitengo hiki cha vijana ambacho kinawajengea uwezo, kinawaelimisha na kutumia burudani, wanainjilika, anaweza kunufaika vipi na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu kitengo cha vijana? Jambo la kwanza naloweza kunufaika na utume wa familia kupitia idara ya vijana, jambo la kwanza, nafasi ya kujiamini. Sisi tutamjengea nafasi ya kujiamini popote anapokuwepo, kama kijana aweze kujiamini. Kwa hiyo kwake itakuwa ni faida kubwa sana, kwamba hata kama wakati mwingine alikuwa anaogopa kusimama hata mbele za watu, sisi tunamtengenezea kijana kujiamini. Kwamba tunasema kijana anapojiamini, ana uwezo wa kutoa mawazo vizuri kwa sababu anajiamini, anaweza kusema hapana pale ambapo ni hapana, lakini anaweza kusema ndio pale ambapo ni sahihi. Sio kwa sababu anaogopa atasema tu ndio kwa sababu anatakiwa kusema ndio, hapana. Tunamjengea uwezo wa kujiamini ili sehemu ya kusema hapana aseme hapana, na sehemu ya kusema ndio aseme ndio, lakini aweze pia kuitangaza imani popote anapokuwepo. Wakati mwingine vijana tunakumbana na changamoto hii kwamba siwezi kusali mbele za watu kwa sababu mimi ni Mkatoliki, kwa hiyo siwezi kupiga ishara msalaba. Kwa hiyo tunamjengea kijana hiyo nguvu, lakini pia hiyo confidence, akisimama mahali popote atambulishe watu kwamba yeye ni Mkatoliki, asijifiche fiche. Ile ishara msalaba imtambulishe kwamba yeye ni Mkatoliki. Lakini jambo la pili tunamjengea kijana kwamba awe na nafasi ya kutoa karama alizonazo. Na ndio maana kwenye baadhi ya program tulizonazo tunawalika vijana kuonyesha karama, kwamba kijana karama alionayo asiifukie, asione aibu kuionyesha mbele za watu, ila awe na nafasi ya kuionyesha mbele za watu. Na ndio maana hilo shindano la Jaribu Sala Inatenda linamfanya kijana aonyeshe karama yoyote alionayo. Kama ni karama ya kuandika, aandike na aweze kutangaza, kwa sababu wengine wanaweza kumtangaza Kristo kupitia maandishi. Kwa kijana aandike, kwa sababu kama yeye anaweza kuandika, manake wapo wanaoweza kusoma. Lakini pia kama kijana ni mwimbaji, aimbe, watu wanaweza kusikiliza nyimbo na wakapata neno la Mungu kupitia yeye. Kijana anayeweza kurap, anaweza karapu vizuri. Tumewahi kukutana na kijana mmoja alikuwa na rap kupitia mistari ya Mama Bikira Maria. Kwa anamtangaza Mama Maria kupitia nini? Kurap. Kwa huyo kijana bado sisi tunamwalika aendelee kuvifanya hivyo. Anaweza kuchora, anaweza kachora vizuri sana na akatangaza. Pia anaweza kupata ajira kutokana na hicho anachokifanya, kwa sababu kama akichora, amechora vizuri, kuna watu watahitaji na wao kuchorewa picha zao. Maana yake anapotangaza pia kipaji alicho nacho, pia anaweza kujikuta anapata fursa ya ajira hapo hapo kutokana na vile anavyofanya. Kwa kama utume wa familia, sisi tunawajengea vijana hiyo fursa ya kutangaza karama walizonazo, lakini pia fursa ya kujiamini, na tunawatengeneza pia vijana wawe watu wa sala kwenye familia, wasali kwenye jambo lolote analokutana nalo, kijana apate nafasi ya kufanya nini? Kusali. Kwa akiwa kwenye familia labda ulirudi nyuma kiimani, yeye awe mstari wa mbele kuwanyanyua katika familia kwamba tunapaswa kusali. Tunapaswa kumtanguliza Mungu katika kila tunachokifanya. Kwa kijana ananufaika, maana akiondoka pale anaondoka na sala ya familia ambayo sisi tunamuelekeza na kumfundisha. Akiondoka pale kijana anapata maadili, kama kuna mahali palikuwa pamelegea, sisi tunakazia ili huyu kijana awe na maadili sahihi katika jamii. Lakini pia anapokutana na changamoto, tunampa mbinu za kukabiliana na changamoto anazokutana nazo na kumwambia kwamba changamoto kwenye maisha zipo, ila namna ya kuzishinda changamoto pia zipo kupitia neno la Mungu. Tunaona Patrick Peyton akiwa kijana kabisa kwenye maisha yake ya seminari alipitia changamoto ya kuugua. Aliugua kwa muda mrefu, lakini sala ilimtia nguvu na kupitia sala alinyanyuka tena. Kwa kijana pia tunamwambia kwenye changamoto anazokutana nazo sio mwisho, bali huo ni mwanzo katika maisha yake. Lakini pia hizo changamoto zimpe nafasi ya kupiga hatua nyingine na kujifunza kwamba kesho sitafanya hichi, nitaweza kupiga hatua. Ndio. Nashukuru sana Grace kwa ufafanuzi huo. Na katika waraka ule wa Papa Francisco Christus Vivit, nimesema kwamba alisema Kristo yu hai na anawataka vijana wawe hai, na ili wawe hai wanapaswa wakue katika utakatifu na kujitoa katika wito wao. Ikiwa sijajitambua siwezi kuitika wito wangu. Hivyo ni hamu ya kila mmoja wetu kwamba kila kijana kwanza atambue wito wake. Mungu anamuita amtumikie katika lipi, na
akishatambua wito huo, kama Mungu anakuita umtumikie katika wito fulani, vipaji vyako unaviambatanisha vipi katika wito wako? Mimi nimeitwa kuwa mama wa familia, nimeitwa kuwa sister, nimeitwa kuwa padre, nimeitwa kuwa baba wa familia, nimeitwa kuwa mwalimu, daktari, mwanamuziki. Na mtumikia vipi Mungu katika nafasi ile ya wito alionipatia? Hivi ndivyo ambavyo tunaweza kuchochea karama zilizoko ndani ya watu kuanzia kwenye ngazi ya familia, kwa sababu kama wanautume wa familia wa Msalaba Mtakatifu tunaamini kwamba familia ni kitalu ambacho tunaweza kupanda mbegu na zikaota. Mbegu hizi ni matunda yale yanayotokana na familia, kwamba mtoto amezaliwa ndani ya familia, akilelewa vizuri katika maadili ya Kikristo, ataipenda, ataishika na kuishi imani yake. Kwa njia hiyo atakuwa ushuhuda kwa wengine. Sio wote wanapata bahati ya kukua kwenye familia yenye maadili na malezi ya Kikristo. Kumbe kama alivyosema kaka pale kwamba anaenda chuo kikuu lakini anaenda na imani yake na hata yumbishwa na yoyote, kwa sababu imani ile alionayo, anaamini kwamba Mungu atamsaidia, anamtegemea Mungu, anatembea na Mungu, anaanza na Mungu na atamaliza na Mungu. Hivyo akifika chuoni akiona malezi yanayumba, anakumbuka, nimetoka Sombetini, mimi ni mwanautume wa familia Msalaba Mtakatifu, niko kwenye idara ya vijana, mimi kama kijana napaswa nisimame imara. Nisali, nisome, nitimize wajibu wangu. Niwe pia mwinjilishaji, kwa sababu yule ambaye hakupata bahati ya kunufaika kama alivyonufaika Damas Clement Masawe, anaweza kujifunza kutoka kwake. Kwa nini mimi ni kijana lakini navuta bangi? Kwa nini mimi ni kijana lakini na dodge classes, siendi darasani kwa wakati? Kwa nini mimi ni kijana lakini naibia mtihani? Wakati kijana ana nguvu, ana uwezo wa kusoma, akashika kile ambacho amefundishwa. Kumbe kwa mfano huo wa maisha unaweza kuhamasisha na unaweza kuinjilisha bila hata wewe kujua. Unaweza kupita tu watu wakasema sister amepita na hujasema chochote, au kapita Grace amepita wakasema dada amepita, hujasema chochote. Akapita Damas Clement wakasema kaka amepita, bila kusema chochote. Maisha yako yakawa ni ushuhuda. Tumebakia na dakika 4. Neno lako ni lipi kwa msikilizaji na mtazamaji wa Utume wa Familia wa Msalaba Mtakatifu pamoja na mtazamaji wa Amani Online TV? Damas Clement Masawe. Neno langu la mwisho kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi hii, kwa zawadi ya uhai wa maisha na zawadi mbalimbali anazoendelea kutujalia katika maisha yetu. Na mshauri au na muinjilisha msikilizaji wa Amani Radio FM asiache kusikiliza Amani Radio hii, kwa sababu radio hii inatufundisha mambo mbalimbali, inatuinjilisha kimwili, inatuinjilisha kiroho. Na pia namsisitiza yule mwenye chochote basi aweze kuchangia utume wa radio huu ili uweze kufikia kule ambapo hawajapata nafasi ya kuisikia injili, basi na waweze kumsikia Kristo kupitia utume wa Amani Radio FM. Asante sana Damas Clement Masawe. Na msikilizaji, tuko bado kwenye kampeni ya Amani Radio imekufikia, panda matumaini, matumaini ambayo ni ya kuwainua wengine, kuwajenga na kuwaimarisha kiroho, kifikra, kiafya, kielimu na mengine mengi. Kupitia vipindi na mafunzo mbalimbali yanatolewa hapa redioni pamoja na online TV ya Amani Radio, Amani online TV ya Utume wa Familia wa Msalaba Mtakatifu. Changia utume huu ili uweze kusonga mbele kupitia lipa namba ya Amani Radio 35 21 19 26 3. Chochote ulicho nacho kupitia lipa namba hii ya studio tunapokea, na Mwenyezi Mungu akubariki. Dada Grace, kabla hatujatamatisha, neno moja kwa msikilizaji. Jambo la nimtie moyo kijana kwamba hajachelewa, anaweza kufanya mabadiliko kuanzia sasa. Lakini pia kwamba kijana ana nguvu, aendelee kupambana. Changamoto anazokutana nazo isiwe ni mwisho wa yeye kuendelea kupambana, bali aendelee kupambana. Lakini asisahau kusali. Amtangulize Mungu kwenye kila jambo analofanya. Asali kwenye maisha yake yote, kwa sababu tunasema sala yenye nguvu ipo mikononi mwake. Kwa aendelee kusali, asiache kusali, aendelee kumtegemea Mungu, na ipo siku atatoa ushuhuda kwa watu wengine jinsi Mungu alivyozidi kumtendea kwenye maisha yake. Na kushukuru sana dada Grace, kwa sababu sala yenye nguvu ipo mikononi mwetu. Basi ni mwalike kaka Damas Clement Masawe tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Tusali. Kwa jina la Baba, kwa jina la Roho Mtakatifu.